mtaalamu kulikuli ya afya ya tiba ya asili Dr. Makanshu. Utapata kusikia mengi kulikweli. Usisahau kusubscribe lakini pia kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa majina yangu naitwa Saidi Sabini. Ungana nami kwenye hii podcast, utaweza kujifunza vitu vingi kweli vya kiafya, na hivyo utakufanya usiwe tena mtumwa wa madawa na ukawa mtumwa wa tiba ya afya yako na mwili wako. Dr. Makanshu, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Karibu sana bwana. Kwenye jamii kuna changamoto nyingi sana ambazo kuhusiana na afya, na watu wengi wamekuwa hawana elimu ya afya yenyewe. Hii kwenye mtazamo wa kijamii imekaaje? Hii imekaa vibaya sana kwa sababu tunaishi kwa imani ya kila kitu. Ndio. Hutaki kuishi kwa kujua. Ndio. Na ni kwa sababu tunaishi kwa mazoea. Umezaliwa, ulikuta baba anakula kitu fulani, mama anakula chakula fulani, familia yetu inakula chakula fulani, kwa sababu magonjwa yote yanasababishwa ama na chakula, ndio, ama na madawa, ndio, au na mionzi, ndio, au na stress. Kwamba kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea mtu kuwa na magonjwa. Ukiondoa ajali, ndio, sababu za magonjwa ni 4. Ya kwanza ni chakula. Ndio. Kwa sababu chakula ndicho ambacho kina madini. Binadamu hakuumbwa kwa protein. Binadamu ameumbwa kwa minerals, kwa madini. Kwa madini, yeah. Madini hayo unayapata wapi? Kwenye chakula. Yeah. Tatizo linakuja la pili. Definition ya chakula ni nini? Hakika watu hawajui chakula ni nini. Kwa sababu mwisho wa siku ukinywa maji safi na salama, mwili unajua ni chakula, wewe unasema nimekunywa maji. Ukinywa juisi, yeah, wewe unasema ni juisi, lakini mwili unajua ni chakula. Yeah. Kwa hiyo tunakula vyakula vingi, alafu sisi hatujui kama ni vyakula. Ndio. Matokeo yake tunakula vyakula ambavyo mwili hauhitaji. Ndio. Kuna mtu mmoja amesema tunakula takataka. Mimi nimemuelewa sana kwa sababu takataka ni unwanted material. Ni material ambayo haitakiwi kwenye mwili wa binadamu. Mahali popote. Hata ukichukua hiyo simu ukaiacha chooni ni takataka, kwa sababu sio mahali pake. Sio sahihi. Kwa hiyo tunakula vyakula ambavyo vinazalisha wadudu, ambao wadudu hao ndio nao tutafuna. Unakuta mtu unaambiwa una vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni matokeo ya wadudu ambao ni matokeo ya fermented food. Vyakula vinaoza ndani ya mwili wako. Kwa hiyo pata picha ya dampo tu kwamba kumbe dampo pale wadudu wa minwaji huwa wanajizalisha kutokana na zile takataka. Na ile gesi sumu na ile acid inayopatikana kwenye dampo lile ndio lile tumbo lako. Unaweza ukaona ni jinsi gani ambavyo tumekupatia tu kama utangulizi wa mengi ambayo tumeongea hapa kuhusiana na afya, lakini pia utaweza kufahamu kwa nini mtu anaumwa, kwa nini mtu akila chakula fulani kinaenda kumletea shida, na ni vyakula vipi ukila vitakuwa sahihi kwako ili wewe kuweza kuwa salama baada hata ya miaka 10 baadaye uzeeni usiwe na maradhi fulani ambayo umesema. Imekuwa kasumba watu wakisema jamii fulani au familia fulani au ukoo fulani wana changamoto ya kurithi ugonjwa wa pressure. Yote hayo utapata kuyasikia kutoka kwa Dr. Makanshu. Dr. Makanshu, hii kasumba ya jamii yetu kuamini kwamba kuna baadhi ya maradhi yamekuwa ni maradhi ambayo ya kurithi kwenye familia, hii imekaaje? Watu wanarithi utajiri, hawarithi maradhi. Huwezi kuwa unakula chakula ambacho mabibi na mababu walikuwa wanakula. Ndio. Na wakaja kuwa wamekufa kwa pressure. Ndio. Alafu wewe ukaja kuumwa pressure kwa kula chakula kile kile, badala ya kusema kwamba nimekufa kwa kurithi vyakula, unasema nimelifa. Hapo shida ni vyakula vile vile ambavyo wamekula wazee wetu. Lifestyle Ile tunarithi mtindo wa maisha. Nilimwona baba akiwa anakula kisamvu na wali usiku, ugali na maragi usiku. Kwani wewe aliyewahi kusema kwamba asubuhi chai ya chapati au ngano yoyote ile, alafu mchana ugali, alafu jioni miubwabwa? Ni nani? Kwa nini familia ukiingia familia 10, familia 8 zinafanya hivyo? Kila siku asubuhi chai, mfumo ni ule, mchana ugali, usiku ubwabwa. Nani alisema? Na matokeo yake kwa sababu hatujui, kwa sababu sisi ni watu ambao tunasema tumeendelea. Lakini kumbe maendeleo, yule aliyesema tunawaletea maendeleo, yeye aliona mbele kuliko sisi. Amepelekea hayo maendeleo kwamba ni maendeleo yake yeye, kwa sababu anapozalisha dawa kwa wingi anatengeneza wateja, ambao wateja ni sisi, ambao anatuletea chakula kibovu ambacho ukikila kitakufanya uugue, na ukisha ugua utaenda kwake akupe dawa, alafu dawa hiyo itakufanya uumwe tena. Kwa hiyo tuko kwenye hiyo cycle. Na kimsingi kwenye jamii zetu kuna kasumba sana. Imeonekana kama tiba asilia zinachukuliwa kawaida hivi, na watu wengi wanamaanisha kwamba tiba hizi za kwenda kuchukua dawa Panado au kuchukua dawa zingine kwenye pharmacy ndio kitu pekee kwao ambacho wanakiamini. Hii imekaaje kimtazamo? Ni kwa sababu sisi hatujui historia.
Kama hujifahamu wewe ni nani, ndio hujui asili yako ni nini, hujijui wewe ni nani, kama hujui unapotoka, kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba hata hizo dawa za asili, hakuna mtu ambaye anaishi kwa dawa ya asili. Ndio. Utaumwa, ukishaumwa ili upone, kwanza lazima ujue kilichosababisha uumwe. Ukisha kijua, kwa hiyo utakiacha, alafu uchukue dawa ya asili kusafisha ile takataka ambayo imeenda kuganda pale na kusababisha ugonjwa, then maisha yaendelee. Kwa hiyo ninapokuwa ninawaambia watu, mara nyingi ukiingia kwenye peji yangu na kwenye mitandao ya kijamii ambapo ninaposti shughuli zangu, utaweza kuona ni namna gani watu tunaangamia kwa kukosa maarifa, na ni kwa sababu ya uvivu. Tuna uvivu sana wa kufikiri, tuna uvivu sana wa kutenda, hatupendi kujifunza. Na pia tunapenda kuamini kila mtu, kwa sababu ukiangalia maneno haya ninayoangamini na wewe yakiongelewa na Mchina na Mzungu na Muhindi yatachukuliwa kwa uzito mkubwa sana. Lakini kwa sababu wewe ni watu wanakufahamu sabini, mimi wanamfahamu kwa Seda. Kwa hiyo mtu anaona kwamba vile ni yale kwa sababu watu wanasema ni yale. Ukimwambia mtu usile chakula hiki, sasa tule nini? Kula mawe, kwani ule ni maji? Kwa sababu usitengeneze akili ya kwamba hakuna chakula. Mtu akikwambia chakula hiki hakifai, na ukiona kuna chakula cha kisasa, basi ujue kuna chakula cha asili ambacho walichukua kule kuja kutengeneza cha kisasa. Lakini dokta, imeonekana chakula cha asili kimekuwa kina gharama kubwa sana. Kwa mfano leo yai la kienyeji na yai la kisasa. Yai la kisasa ni bei nafuu kuliko yai la kienyeji. Kwanza kwa nini ule yai? Wewe yai kuku alitaka kwa ajili ya kwako? Wewe mtu akimchukua mkeo akachukua mimba aliyo nayo akaitoa akaila, wewe utajisikiaje? Wewe mtazamaji, hilo swali sio langu peke yangu, la kwetu wote. Wewe unakula yai, mtu akila yai lako wewe unajisikiaje? Kwa sababu kila kitu kimeumbwa kwa sababu. Na kwa bahati mbaya digestive system yetu ni ngumu sana kudigest mazao ya wanyama. Sisi hatukuumbwa kula nyama. Maana yake ni kama tunakulana wenyewe kwa wenyewe. Lakini basi kwa sababu ya urafi na kwa sababu ya ladha na kwa sababu ya wale ambao wametuaminisha kwamba ukila hivi utapata protein. Ambapo ukimuuliza yule anayekula hiyo protein kwamba hebu niambie huyo ng'ombe na mbuzi wanaokupa hiyo protein, wao wameipata wapi? Atakwambia kwenye majani.